Kwanza ni kushukuru sana kwa kunitafuta na nataka kufahamu kuhusiana na hayo mambo. Kasi ni wanasema is Court of Arbitration of Sport. Kwamba yani ni mahakama ya usuluhishi wa masuala ya michezo. Na mara zote kasi imekuwa ni kama sehemu ya rufaa. Baada ya kuwa umekosa haki sehemu nyingine, unaweza kurufani kwenda kasi. Sasa mashauri yanayoenda kasi kwa uzoefu wangu ni haya yanayotoka kwenye federation. Kwa mfano, kesi zote ambazo zimeamriwa na kamati za sheria na hadhi za wachezaji kwa federations mbalimbali, hizo zikishindikana, basi sehemu ya kwenda ni kasi. Lakini kuna watu wengine ambao, wachezaji wengine ambao labda hawakuanzia kwenye federations. Kwa mfano, wachezaji wa nje wengi hawatumii sana hivi vyombo vya usuluhishi vya federations, na huwa wanaenda moja kwa moja FIFA. Sasa wakienda FIFA, labda tuseme pamoja na federations za dunia za michezo mingine, basi maamuzi yatakayotolewa aidha FIFA au labda World Aquatics, World Athletics au wapi, basi rufaa zake ndo zinaenda kasi. Kwa hiyo kasi ni mahakama ya mwisho ya rufaa kwenye mambo yote yanayohusiana na michezo, na ukishamaliza pale hakuna sehemu nyingine unaenda. Sasa utaratibu wa kwenda pale lazima uwe na uamuzi ambao unakuwa unaolalamikia. Lazima uwe na uamuzi unaolalamikia, lakini pia katika kuwa una kasi, lazima ueleze kwamba hakuna chombo kingine ambacho kingeweza kukupatia haki zaidi ya kasi. Wanasema kwa exhaustive all local remedies, yani kwamba kama kuna chombo kingine kingeweza kukupatia haki kabla hujafika kasi, basi unakosa kuwa umefika kasi, umefika kwenye hicho chombo, kimefanya maamuzi, na then maamuzi yake ndiyo ufanye kuyakatia rufaa. Kama utakumbuka, kwa mfano kwenye kesi ya Faisal, ile kamati ya sheria na hadhi za wachezaji ilitoa maamuzi mara ya kwanza, karudi tena ikatoa maamuzi mara ya pili, kwa sababu kulikuwa kuna room ya kufanya review mapitio ya uamuzi wao wa mwanzo. Kwa hiyo uamuzi wa mapitio ndio ungechukuliwa kama uamuzi wa mwisho wa hiyo kamati ya sheria na hadhi za wachezaji. Kwa hiyo unaweza ukajikuta kwenye chombo kimoja ukaenda mara moja mara mbili kulingana na sheria au kanuni zinazoendesha hicho chombo chenye kutoa maamuzi. Kwa hiyo ndio maana nikasema huo mfano wa hiyo kesi ya Faisal kwamba ni kwa nini watu walienda mara moja mara mbili. Lakini kwenye kesi ya Morrison kwa mfano, japo kulikuwa kuna nafasi ya kufanya mapitio, Yanga waliamua moja kwa moja kwenda kasi. Na walipoenda kasi moja kwa moja, bahati nzuri nilikuwa mmoja kati ya watu walioshiriki kwenye hiyo kesi. Tukamwambia arbitrator kwamba kulikuwa kuna nafasi ya kufanya mapitio kabla ya kufika kasi. Matokeo yake ni kwamba ila arbitrator alisema pana, sisi tunaangalia mazingira na tunaweza tukaamua tu, hata kama hujaexhaust remedies zote, unaweza ukafanya nini, ukaja kasi moja kwa moja. Kwa hiyo nafikiri huo ni utangulizi tu namna gani unaenda kasi na maamuzi gani yanakatiwa rufaa. Sasa ukifika kasi pamoja na nyaraka zako zote ambazo unakuwa umezipeleka, na bahati nzuri ni kwamba kasi pamoja kwamba ni chombo cha rufaa, lakini kinatoa nafasi ya kusikiliza ushahidi mpya. Kwa hiyo pamoja na kwamba ni rufaa, lakini kuna room ya kutoa ushahidi. Kuna mashahidi wanatoa viapo kwa ajili ya kutoa ushahidi, kuna nyaraka mpya zinaweza zikapokelewa na nini. Kwa hiyo pamoja, yani sio sawa na hizi rufaa za mahakama zetu tulizozoea. Kwa hiyo zile ni rufaa ambazo unaweza ukatoa ushahidi mpya, lakini unaweza ukaleta issue mpya ambayo haikuwepo huko mwanzoni na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ukifika kule na maamuzi ambayo unayalalamikia, kitu cha kwanza utapeleka hiyo statement yako
hiyo statement yako lazima umsave upande wa pili. Kumsave na maana kwamba umpatie nakala huyo unayemshtaki. Kisha mpatia nakala, atapewa nafasi ya kujibu. Unaona? Nishamaliza majibizano, basi kuna swala la ada za kuendesha shauri. Sasa inategemea ada zenyewe zinalipwa kwa watu wangapi. Watu wangapi namaanisha kwamba arbitration inaweza ikafanywa na arbitrator mmoja, yani kwamba yule anaisikiliza ile shauri anaweza kuwa mtu mmoja. Lakini saa nyingine mnaweza ukawa na arbitrators watatu. Kwa hiyo kuna option ya kuwa na sole arbitrator, lakini kuna option nyingine ni kuwa na arbitrator watatu. Kwamba unakuwa na mmoja uliyemchagua wewe uliyepeleka kesi, mwingine atamchagua yule anayejibu kesi, na watatu atachaguliwa na kesi yenyewe. Kwa hiyo kama una arbitrators watatu inabidi ulipe gharama za arbitrator wote. Lakini una arbitrator mmoja basi utalipa gharama za arbitrator huyo mmoja. Sasa kwa kawaida huwa wanauliza wanauliza kama hizo gharama mnazigawana nusu kwa nusu au wewe utazilipa zote. Kuzilipa zote kwa maana kwamba kama wewe utalipa za kwako, lakini pia utalipa na za yule unayemshtaki. Kwa hiyo yule unayemshtaki akisema kwamba hawezi kulipa, basi wewe itabidi ubebe huo mzigo wa gharama. Na bila kulipa gharama, hiyo kesi inatupiliwa mbali, haiwezi. Na hapo ugumu wake unakuwa ni kwenye vitu vya awali. Kwanza kukidhi masharti ya mwanzo ya kupeleka nyaraka zinazohitajika, lakini cha pili ni kuweka majibizano mazuri, cha tatu ni gharama. Naam, hapo ulivyosema gharama umenikumbusha kesi ya 2019 kati ya Proline FC na FUFA, ambapo FUFA walikataa kulipa fedha kwa upande wao na Proline pia wakagoma kuwalipia FUFA na kesi kaisha hapo. Kupitia Kambi ya Michezo Radio 1 hivi sasa tungependa kusikia pia kama mzoefu maoni yako hiki ambacho kinaendelea. Yanga kwenda kasi moja kwa moja, hawajavunja kanuni yoyote kwa sababu wanasema wana imani na bodi ya ligi, na tathmini yako kama mwanasheria namna kesi ilivyokaa ni mara chache tumeziona pia kesi za aina hii kwa maana ya klabu dhidi ya bodi ya ligi ama shirikisho. Kiukweli katika uzoefu wangu sijawahi kuona katika kesi zetu za kawaida za Kitanzania ambapo klabu inashtaki bodi ya ligi kwa kukiuka labda uendeshaji wa baadhi ya vitu au labda kukiuka kanuni za uendeshaji wa ligi. Kwa hiyo nitasema ukweli kwamba sina uzoefu na swala hilo, sijawahi kuona. Lakini cha pili sina facts hasa ni kwamba Young African wanalalamikia nini hasa. Sijajua wanachokilalamikia, lakini pia wanaomba wapewe stahiki gani. Sasa labda utanisaidia wewe ambaye labda umepitia uniambie wao madai yao ni yapi hasa na wanaomba wapewe kitu gani. Labda hapo tunaweza tukawa na mjadala mwepesi zaidi. Wakati hapa nitakusomea kuhusiana na kile ambacho Yanga barua yao ambayo inaeleza hayo maswala. Ningependa kufahamu pia kwenye upande wa kesi kienda kasi, usikilizaji wake, najua unatumia online, inakuaje, unapangiwaje muda, mnapewa nafasi, mnapewa taarifa siku ngapi kabla, nataka tupate ile picha tuone inakuaje wakati utetezi. Okay. Sasa jambo la mwanzo kabisa kwenye usikilizaji kama nilivyotangulia kusema ni kwanza kubadilishana nyaraka, kwamba malalamiko yako lazima yapelekwe kwa upande wa pili aweze kuyajibu, na kama kuna mapingamizi yatakuja kusikilizwa mbele. Na kwa hiyo muda unapangwa na secretary ambaye anakuwa amekabidhiwa hilo faili, enda anawapangia muda kwamba anakupa taarifa kwamba tumepokea nyaraka fulani kutoka kwa mtu fulani, tunakupa siku kadhaa kwa ajili ya kujibu. Labda unaona kwamba muda wa kujibu hautoshi, unaweza kuomba kuongezewa muda ili uweze kujibu vizuri. Mkishamaliza majibizano, sasa kusikilizwa mapema au la,
kunategemeana na upatikanaji wa arbitrator, kama ni mmoja, lakini arbitrators kama hata ni wawili watatu. Kwa hiyo huo mchakato wa kutafuta arbitrator pia unaweza kuchukua muda. Kwa uzoefu wetu nafikiri ilichukua kama, wakati unaenda kwenye kesi ya Morrison ilichukua kama mwezi mzima ili kuweza kupata arbitrator, kwa sababu wanazungukia maarbitrator kadhaa, na yeye atakayeona kwamba ana nafasi, hana conflict, basi huyo atakubali, na akishakubali anatoa kwamba bana, mimi fee yangu ni kiasi fulani, inakuwa communicated kwa parties kwamba ni mnapaswa kulipa kiasi fulani, na wao of course kasi wana fees ambazo ziko standardized. Kwa hiyo kuna mambo hapa yanaweza yakachelewesha usikilizwaji wa kesi. Mfano kama unaomba extension ili utafute pesa ya kulipa na nini, hiyo time inaliwa. Lakini twende kwenye hoja nyingine kwamba mnasikilizwa kwa namna gani. Baada ya kuwepo ugonjwa wa uviko, mara nyingi kesi zimekuwa zikisikilizwa online, kwamba unakaa huko Dar es Salaam, umeweka, of course wana linki zao ambazo ni mtandao maalum, wanakupatia link. Siku moja kwa hearing, mna testi mitambo, ikionekana kwamba imekaa vizuri, siku inayofuata basi mnakuwa mmeingia kazini, na kwa imetengwa muda wa kusikiliza. Kusikiliza unaweza kukawa kwa kutoa ushahidi kabisa, au kwa kufanya tu mahojiano ya kupata clarification ya baadhi ya vitu ambavyo tayari mmeshajibizana. Lakini pia kufanya kumdodosa mtu. Kwa mfano kama shahidi amekuja na unaamini kwamba huyo shahidi anasema uongo, kuna maswali unaweza kumdodosa kwa ajili ya kuonyesha kwamba huyu hasemi ukweli ama kitu anachosema sio sahihi. Kwa hiyo hearing inaweza ikachukua labda kama mawili matatu hata manne, na of course ile ratiba ya kusikilizwa inakuwa imeshawekwa kwamba tutamsikiliza mtu wa kwanza kwa labda dakika 30. Dakika 30 zikiisha tutamsikiliza mwingine kwa dakika kadhaa, fulani atakuja na nafasi ya kujibu, tutapata break ya muda fulani kwa chakula na nini na kama vile. Hiyo ni wakati wa kusikilizwa kwa mtandao. Lakini kuna bado, hata baada ya COVID kuwa imekuja na kuondoka, kuna watu wanapendelea kupata kusikilizwa moja kwa moja, kwamba unasafiri unaenda Uswizi, maana Uswizi ndo inakokaa kasi, unaenda Uswizi, na wale wengine pia watasafiri watakuja Uswizi, mtafika mtakaa kama kwenye chumba cha mkutano, alafu then mtaendelea kama kawaida. So kwa hiyo yenyewe pia, kwa vile sina uzoefu wa kuwa nimeisikiliza yenyewe practically, yenyewe pia itachukua muda kulingana na nafasi ambazo zitakuwa zimetolewa kwa kufanya mawasilisho. Lakini kwa kawaida nafikiri hearing za football hizi mara nyingi hazawezi zikavuka siku moja. Sana kama zinaweza zikavuka siku moja, na mgogoro wenyewe huu ambao tunaongelea kwa namna ambavyo tuna upasive kwa nje, sio mgogoro ambao unaweza kuchukua zaidi ya siku moja. Kwa hiyo ni masaa kadhaa tu watu watasikilizwa, watamaliza. Hiyo kama nimekuelewesha vizuri. Na umenielewesha vizuri, na kwa kumalizia tu, bado hakuna taarifa rasmi ya Yanga kwenda kasi. Hata wenye viongozi hawathibitishi, japokuwa taarifa za ndani kwamba ni kweli walikuwa na mpango huo na inawezekana tayari wameshafika. Lakini kwenye barua yao kuna vitu ambavyo wametaka kasi waweze kuviweka wazi. Katika moja ya barua yao ambayo inaonekana iko draft tu, haijakuwa rasmi, labda wameiweka wazi ili wapate maoni watu wataichukuliaje. Wanahitaji uchunguzi huru ndani ya bodi ya ligi ili kuweza kujua namna ambavyo wanaendesha mechi zao. Lakini pia wanataka kama adhabu itolewe kwa maafisa wa bodi ya ligi wakitumia kanuni article 25 ya manipulation of match, kwa sababu kuna vitu walivifanya vikasababisha mechi kuharibika. Lakini pia wanataka mechi irekodiwe kama iliahirishwa kwa makosa na Yanga wapate favor ya kile ambacho kimetokea. Hiyo ni moja ya vitu ambavyo walikuwa na vidai, kwa maana ya bodi ya ligi ama mamlaka ya mpira ilishindwa kufuata kanuni za soka na
kusababisha mechi kuahirishwa pasipo kufuata kanuni na Yanga kuathirika, wakieleza masuala mbalimbali ya financial na vitu kadhaa. Naam. Ana kwenye financial anahitaji fidia. Kwenye upande wa financial wamelalamika tu kuhusiana na ma stakeholder ambao walikuwa wanashiriki katika mchezo kwa namna moja ama nyingine. Wanahisi kama wanaeleza mamlaka namna gani ambavyo imeathiri pakubwa mpaka watu ambao wamekuwa wakiwa na husika kwenye masuala ya kuhakikisha football inafanyika katika ubora, kwa maana ya wadhamini mbalimbali. Yaani unajua kwa namna nilivyokaa nashinda kulijadili sana bila kuwa na facts za kutosha. Lakini inaniwia ngumu sana kweli kulijadili kwa undani, kwa maana ya kusema, kwa sababu tuseme sijaangalia kwa undani sana wao kiini sana cha mgogoro ni kipi, na niweze nikakwambia kwamba hiki kiini ni kati ya vitu ambavyo kasi wanaweza wakaviamua. Kuna kitu kinaitwa jurisdiction ilikuwa na uwezo wa kuamua baadhi ya masuala. Kwa hiyo sio kila masuala ambayo yanahusiana na mpira basi kasi inakuwa na jurisdiction. Kama utanani hilo swala, kwa vile limekuja kwa mazingira haya ili niweze kukushibisha wewe pamoja na wasikilizaji wako, labda tunaweza tukaja kupata mjadala tena kidogo, nikakueleza ni masuala gani ambayo kasi wanashughulikia. Basi mimi naomba kila masuala ambayo yanahusiana wanafanya. Kwa hiyo na hofu sana, kwa sababu moja kati ya vitu ambavyo kasi watajizuia kufanya ni kuingilia uendeshaji wa shughuli zinavyoendeshwa kwenye federation including bodi ya ligi. Kwamba sasa kasi itawajibisha, itawaambia kwamba nyinyi mnapaswa kufanya hivi kazi kwa namna hivi na vile. Sina uhakika sana na hicho kitu. Lakini tuchukulie tu kwamba mwisho wa siku kwa sababu mtego huko hapa kwamba sisi Yanga tumeumizwa na kuahirishwa kwa ligi, kuahirishwa kwa mechi, na tumepata madhara 1 2 3 4, na tunatakiwa tupewe pointi 3. Kwa hiyo ukipewa pointi 3 yule mwingine anafanya nini? Nyang'anywa pointi 3, si ndio? Tuongee kwa uzoefu afu nikupe conclusion. Mwingine ananyang'anywa pointi 3, na kwa mujibu wa bodi ya ligi wao ananyang'anywa na magoli au anafanywaje? Ananyang'anywa na mechi haijachezwa. Yaani hii mechi tofauti yake ni kwamba mechi haijachezwa, na ndio maana bodi ya ligi wanasema inaonekana anataka apewe favor, yani kwamba apewe pointi 3 na magoli, si ndio? Yani Yanga mechi haijachezwa, bodi ya ligi wamesema kwamba mechi waliahirisha. Kwa hiyo Simba mwenyewe hana pointi, lakini Yanga wanataka favor kwamba wao ndio wameonea. Nini? Wanapewa pointi 3 na magoli 3? Wanaomba wapate pointi 3 na magoli 3 kwa sababu wamfuata kanuni, na wale wengine na bodi ya ligi wao wamekosea, wamezikiuka kanuni za soka. Sasa unajua unless kama Simba pia anashtakiwa. Unless kama Simba naye anashtakiwa kasi, huwezi kumnyang'anya, yani kwa sababu ukifanya maamuzi ya yeye kupewa point, na maana huyu mwingine anapokwa point. Na kama kasi wakifanya maamuzi watakao hawajasikiliza Simba, si naeleweka vizuri? Na kupata yani kwenda kasi kufikia huko, yani kwingine kote huko tusiongee sana. Ila tunapofikia kwenye swala la kumpoka mwingine point na kukupatia wewe point, au kufanya kitu chochote ambacho kinawaathiri watu wengine wanaocheza ligi, kwa sababu inawezekana atakayeathirika sio Simba tu kwa hizo points zitakazotolewa, sio? Kwa hao wengine wasiposikilizwa, haki inakuwa itendeki. Kwa hiyo hilo ni angalizo ambalo nataka nitoe, kwamba pamoja na mambo yote kulalamikia bodi ya kina Kasongo na wakina Boimanda na Mzee Mguto na nini, it's fine. Lakini tunapoenda kutoa remedies, kutoa stahili ambazo zinaenda kumwathiri mtu mwingine, na huyo mtu mwingine hajawa sehemu ya mchakato wa kusikiliza kesi na kutoa maamuzi, haiwezi kusimama, kwa sababu itakuwa hujamsikiliza.
Kwa hiyo atakuwa hajasikilizwa Simba, hajasikilizwa Azam, hajasikilizwa hata JKT. Kwa sababu ukigawa hizo pointi ina maana unabadilisha hata msimamo wa ligi kuanzia nafasi ya kwanza ya 4 mpaka hata wanaokuwa relegated. Sio, naeleweka vizuri mtu? Na kupata vizuri. Labda kwa hiyo sasa kama sasa wakawashtaki na hao watu wengine, wewe umeweza kuona yani huo mlolongo wa hiyo kesi itakapokuwa yani. Kwa kumalizia tu. Mwanzoni ni kati ya Young Africans na bodi ya ligi. Lakini unapofika kwenye maamuzi ambayo inabidi kasi aamue kwamba mtu fulani anufaike mwingine akose, bila kuwa tumeunganisha hao watu kwenye hizo proceedings, ni ngumu kabisa. Kubali kutoa maamuzi na kanishwe, hata muunganishwe, lakini pia na wengine wanaohusika. Nafikiri anaishtakika TFF, nafikiri sio bodi ya ligi, maana sio entity ni Tanzania Football Federation, sio bodi ya ligi. Bodi ya ligi ni mtoto. Ndio tukipenda kwa uzoefu wako, vitu gani ambavyo mara nyingi sana kasi ndivyo ambavyo wanakwenda kusuluhisha? Kasi wanashughulika na mambo ya migogoro kati ya federation na federation, club na federation, wachezaji dhidi ya federation, wachezaji dhidi ya vilabu, mambo ya doping tunasemaje? Tunasema ni matumizi ya madawa ya kusisimua misuli, na mambo ya rushwa, vitu kama hivyo. Ni kitu kati wanashughulika nazo. Wanashughulika navyo zaidi kama mgogoro, lakini pia kama rufaa. Nafikiri umeona moja ya barua ambayo inasadikika kuwa ni ya Yanga, ikielezea mambo ambayo wanatamani CAS wayafanye kule kwenye uamuzi. Kisheria umeonaje masuala haya? Yaani sisadiki kabisa kwamba hiyo inaweza kuwa taasisi makini kama Yanga. Nafikiri tu kuna mtu ameamua kuiweka tu kwenye mitandao, kwa sababu yeye anachokisema, anasema judgment appeal, yani kama vile anaomba kwamba kuingiliwe kati unusuru mdororo wa uendeshaji wa football Tanzania. Sasa hivyo ni vitu ambavyo CAS hawezi kushughulikia. Yaani haya ni mambo ambayo FIFA yenyewe yenye mpira wake ndio inapaswa kuangalia namna gani mpira unapaswa kusimamiwa. Kwa hiyo management ya football haiwezi kupelekwa kwenye mashtaka kwenye chombo kama CAS kwa ajili ya malalamiko. Yale ni malalamiko tu ambayo ni mtu anakihitaji chombo kiweze kufanya marekebisho au kufanya reforms ambazo zinaweza zikabadilisha mwenendo wa uendeshaji wa football. Kwa kweli CAS hawezi kushughulika na hizo reforms. Kwa naamini tu kwamba huyo ni mtu ambaye tu ameamua kuonyesha hisia zake, lakini nafikiri kama kweli Yanga wana nia ya kupeleka kitu kama hicho CAS, basi watapeleka kitu ambacho ni serious. Kwa haya ambayo nimeyapitia, naona kama kwa namna ilivyoeleza, CAS hawezi kuwa na mamlaka ya kuyasikiliza na kuyatolea maamuzi. Subscribe, bonyeza kengele, share Kamsa TV. We are the best.